Teknolojia nataka kufundisha leo sio ya Tanzania, ni ya Ufaransa. Kwa hiyo niko chini ya shirika la Rebauski Foundation, wako pale Kiesa Mwanyingo. Wao baada ya kunipeleka mafunzo wakawa wamenipa kazi ya kusimamia taasisi upande wa nyuki. Kwa hiyo hapo utaona leo kuna tobo ya nyuki, utaona kuna supu ya nyuki, utaona maziwa ya nyuki, utaona sumu za nyuki, kuna mazao 12 ya nyuki yako hapa. Lakini vile vile nyuki wetu tunasema ni mkali, lakini kuna dawa ambayo unaweza ukampulizia nyuki na akafa ganzi masaa 4 na ukapekenyua mpaka Marikia, ukaweza kumchunguza ndani ya mzinga akawa kama nzi kabisa, au kuku aliyelala kimya kabisa. Kwa hiyo msiogope kufuga nyuki, kwa sababu teknolojia yote ninayo hapa, japokuwa muda ni mchache, umenipa dakika chache sana, lakini masomo yangu ili uelewe ni masaa 3. Kwa hiyo nafikiri nitaendelea. Asanteni. Sasa tutaanza na masuala ya kumjua nyuki. Nyuki wengi nafikiri mnamfahamu. Huyu nyuki yupo katika aina kuu mbili. Kuna nyuki wanaouma na nyuki wasiouma. Kwa hiyo ukiangalia hapa pana mzinga mdogo, huu ni wa nyuki ambao hawaumi. Alafu kuna mizinga hii hapa unayoona ni wa nyuki wakali. Kwa hiyo ningekuja na nyuki hapa na nyuki ambao tumewafuga kwenye mzinga wa kioo, kwamba wanajenga masega huku na watazama. Huo mzinga uko shambani, sijauleta hapa. Lakini ukija kwenye maonyesho ya Nane utanikuta. Kwa hiyo hawa nyuki ambao wanauma na wasiouma wanafanya kazi tofauti kadiri Mwenyezi Mungu alivyowaumba. Kwa mfano, ukikuta nyuki anayeuma, yeye anachukua kwenye maua matamu, maji matamu kwenye maua. Lakini huyu nyuki mdogo ambaye jamii ya nzi, yeye haumi. Mzinga wake ule pale ambao unaweza kufuga hata jinsia ya kike inafuga. Yeye anatoa lita 2 kwa mwaka, mzinga huo hapo. Kwa hiyo utakuta kwamba katika lita 2 na kufundisha jinsi ya kuuza hizo lita 2 na ukapata 200,000 kwa mzinga mmoja ndani ya mwaka mmoja. Kwa hiyo utajua kwamba kumbe ukiwa na mizinga 5 kama ile unapata milioni 1 kwa mizinga 5 tu. Kwa hiyo huyu nyuki mdogo yeye anachukua kwenye maua machungu kama maua ya aloe vera, kuna miti ya milangali, nafikiri mnaijua ile. Yeye Mwenyezi Mungu aliviona kwamba huyu mdudu ni mdogo, ni Mungu, kwa nini asichukue kwenye maua yale madogo ambayo nyuki mkubwa hawezi kuingiza mwili wake mle ndani? Kwa hiyo akamtengeneza kwamba ameumba miti yote unayoiona yote ni tiba. Kwa hiyo akampa uwezo. Ndio maana hapa katika mzinga wetu utakuta nyuki wakishakuwa ndani ya mzinga, yuko nyuki daktari mle ndani ambaye kazi yake anachunguza hakuna kemikali sumu kuingia ndani ya mzinga, na kama mlangoni pale. Kwa utakuta kwenye mzinga wako nyuki wamekufa nje, ujue wameuliwa na askari, ni wale nyuki waliochukua kemikali sumu. Kwa hiyo hapa leo nitafundisha ufugaji wa nyuki kwa njia ya kilimo hai, organic farming. Wenzetu wazungu wanasema tutumie bidhaa zisizokuwa na kemikali sumu. Kwa hizi asali ambazo mnanunua huko mtaani, wengi wanazalisha kwenye mashamba ambayo wanapiga dawa za sumu. Nyuki anapofanya uchavushaji mchana, anachukua kemikali sumu, anaenda kuingiza baadhi ya chembechembe ndani ya asali. Kwa hiyo inakuwa kuna sumu ndani ya asali zile. Kwa hiyo sisi asali yetu hapa ni organic ambayo tunauza pale shambani, lita moja shilingi 60,000 kwa Iringa hapa. 60,000 kwa lita moja asali yetu, na ina lebo ya kilimo hai, organic farming. Kwa hiyo ujue kabisa kwamba unapofuga nyuki unapata pesa nyingi sana, sio pesa kidogo. Kwa hiyo mazao yote hayo unayoona utashangaa ni kwa nini wenzetu wanauza bei kubwa. Kwa hiyo hapa nimetembea na asali za kutoka Ufaransa, hizi hapa, ambayo chupa hii wanauza 95,000 kule Ufaransa, unaona 95,000. Lakini vile vile wana asali hii hapa ya miti ya asili kule Ufaransa, wanauza shilingi 100,000. Kwa hiyo utakuta kwamba katika ndoo moja kule Ufaransa asali inauzwa shilingi milioni 6. Lakini sisi katika shamba letu pale, ndoo ya asali tukifungasha kwa gramu hii hapa tunapata milioni 2 na 200,000. Kwa hiyo tunakwenda kufundisha ujasiriamali, namna ya kuongeza thamani katika mazao ya nyuki. Kwa hiyo tutaangalia sasa namna gani unaweza ukapata pesa katika ufugaji wa nyuki. Kwa hiyo kwa sababu muda ni mchache, lazima niende chapuchapu, ambaye atakamata 2 matatu utamsaidia. Tunasema kwamba nyuki huyu akishaingia katika mzinga wako anatengeneza asali ndani ya siku 105 tu, ambazo miezi 3 na wiki 2 asali inakuwa imeshaiva, iko tayari kwa ajili ya kuvuna.
Kwa hiyo wazee wetu walikuwa hawajui hiyo elimu, wakawa wanasema nyuki anavunwa mara moja kwa mwaka. Walipoteza mazao mengi sana. Lakini hapa mizinga unaiona ni kwamba tunavuna mara 4, kuna wengine navunwa mara 3 kwa mwaka, wengine navunwa hadi mara 6 kwa mwaka. Yote iko hapo. Kwa hiyo ni teknolojia tu ambayo wewe mfugaji wa nyuki unatakiwa utambue namna gani unaweza ukafuga nyuki na ukapata pesa ndani ya kaya yako. Kwa mfano hapa nina asali ya sega. Hii asali ni organic, ni kipande hicho unachokiona kinauzwa shilingi 10,000. Duka letu liko soko kubwa hapo karibu na Wile Mataa. Ukifika pale kuna duka limeandikwa Rebao Natural Supply. Hii asali tunauza pale na tunauza tangawizi, kila kitu ambacho ni organic, hakina kemikali sumu. Ni duka la Mfaransa ambalo tunafanya naye kazi kama kushirikiana na mimi mjasiriamali hapa Iringa. Anatambua umuhimu wa hii asali kwa sababu nafunga mwenyewe, kiwanda chetu kiko pale Ifunda Ihemi. Kwa hiyo tunatengeneza hii production. Sasa hii asali nataka nielezee kwa haraka haraka, inavunwa katika mzinga huu wa ghorofa. Huu mzinga hapa tunaona kwamba hili ni sega letu. Kwa hiyo huku chini kuna hii ghorofa, tumeweka floor ya chini. Hii hatutoi asali huku chini, tunatoa huku juu. Kwa hiyo katika masega nyuki akiingia atatengeneza asali huku chini, baadaye anakuja kupandisha ghorofani anatengeneza huku juu. Kwa hiyo katika huu mzinga ambao tunauza sisi 180,000 kwa mzinga mmoja, wewe kwa mwaka unavuna mara 6 mpaka mara 5 kutokana na maua kuwa mengi katika shamba lako na kuwa na nini na maji ya kutosha. Kwa hiyo katika hili sega letu hapa, hili sega tunatoa vipande viwili katika hili sega, tunatoa vipande viwili vya container hii. Kwa hiyo itatoa shilingi 20,000 ndani ya miezi 3 na wiki 2. Kwa hiyo kama utavuna haya masega 10 tayari utapata shilingi 200,000 kwa mvuno mmoja. Kwa hiyo ukiwa na mzinga mmoja kama huu ukausimamia vizuri, unakupa shilingi 600,000 kwa mwaka peke yake. Kwa hiyo tunasema kwamba vijana ambao wanakuta wamesoma shule, wamemaliza vyuo, anashindwa kusubutu kwamba nifanye nini. Jamani, fursa ni nyingi. Wenzetu wanalipa kodi katika nchi zao, wanaonyesha uzalendo na wanazalisha kwa kasi kubwa mazao haya ya nyuki. Kwa ukiangalia kwamba kama 600,000 inakupatia kwenye mzinga huu mmoja, ukiwa nayo mizinga 5 haki utapata 3,000,000 kwa mwaka mmoja. Kwa hiyo tayari ni mizinga 5 tu unaweka kwenye shamba lako au msitu. Kwa hiyo utapata faida hii. Kwa hiyo asali hii ya sega faida yake sasa, wenzetu wakiingia sasa hivi kama nchi za Uturuki hawataki kutumia asali ya maji. Wanasema asali ya maji ukienda Afrika kutalii wamechakachua. Kwa hiyo wanataka kununua asali ya sega, wanatafuna wenyewe masega. Unapokula asali ya sega unaua wadudu wote katika mfumo wako wa meno. Kwa hiyo ina faida kubwa. Kama unasumbua meno, jitahidi kula asali ya sega, kwa sababu lile sega unaloliona pale tayari ni kwamba ni zao. Tunapozungumzia nyuki, kuna wengine hawaelewi kwamba sega ni nini. Sega ni hili ndio sega la nyuki. Nyuki akishaingia kwenye mzinga anatengeneza hili sega. Sasa katika haya matundu ya sega humu ndio anapanga nekta, majimaji matamu anaweka humo ndani. Kwa kisha weka humo ndani majimaji matamu, yanakaa siku 105 yanakuwa yameiva. Sasa kama haya matundu ukihesabia hapo utakuta yako 880. Mzinga mzima anaweka 880, huwa ongeza hata tundu moja. Ndio ujue uwepo wa Mungu katika nyuki. Ukihesabia, chukua nyuki ameama kwenye mzinga wako, toa masega yote, afu chukua rula uanze kuhesabia, utakuta matundu yanakuwa sawa kutoka kijiti cha kwanza hiki mpaka mwisho. Anaweka 780, 920, haongezi hata tundu moja na hajasoma hesabu nyuki. Kwa nini wewe usile asali? Kwa nini usitumie supu ya nyuki? Kwa nini usitumie sumu ya nyuki? Kwa hiyo ni teknolojia kubwa mno hii unayoona leo hapa. Kwa hiyo hili sega ukilivuna ukalifungasha litakupa shilingi 20,000. Haya, ukitoa 10 ni 200,000 unapata. Kwa hiyo Mheshimiwa Mbunge amesema bwana kaongee nao wale kama watakubali kufuga nyuki, yeye atawapa ufadhili wa mizinga kila kata. Kwa hiyo ina maana kwamba nyinyi leo hapo mnaposikiza elimu ya ufugaji wa nyuki, utengeneze mawazo kwamba naenda kufanya
muunde vikundi, mtamwona katibu wa mbunge, tunaenda kuwezesha mizinga na teknolojia. Kuna dawa iko hapa ambayo tunaitengeneza wenyewe. Hii dawa inamtia ganzi nyuki, bomba lake la moshi ni hili hapa. Kwa hiyo nikishaweka maranda ambao hapa, nitaweka nyasi zile mbichi, nitamwagia hayo maji. Ukimpuliza nyuki anakufa ganzi kiuno chake masaa 4, hawezi kutoa mwiba. Kwa hiyo usiende kuogopa kufuga nyuki. Masaa 4 umeshatoa asali, umeondoka, anakuja kukumbuka kwamba nimeibiwa. Yaani hana uwezo wa kukung'ata kabisa. Kwa hiyo tunatumia teknolojia za nje kuhakikisha kwamba huyu nyuki anakuwa rafiki na sisi. Kwa hiyo dawa ya kumtia ganzi nyuki ni hii hapa, ambayo tunaweka ndani ya mashine, tunampulizia nyuki, anakuwa mpole kabisa. Hata mtoto wa kike anavuna asali yake na anaondoka. Kwa hiyo msiogope. Tunaenda kuangalia teknolojia nyingine kwamba huyu nyuki anatoa mazao 12. Ni yapi hayo? Mazao 12 ni yapi? Hapa nimetembea na mazao yote 12. Kuna watu wanasema kwamba hawaijui sumu ya nyuki ambayo akikuuma wewe unavimba. Sumu ya nyuki ni hii hapa. Hii mashine yake ambayo tunavuna pale inauzwa $1.5 milioni. Inapatikana hapa kwa dukani Iringa. Ukinunua hiyo mashine unakwenda porini kuvuna hii sumu ya nyuki. Kilo moja ya sumu ya nyuki inaitwa Bivenomo ni shilingi $300,000. Kama utavuna ukapata kilo ya sumu ya nyuki ambayo kikuuma unavimba, $300,000. Ukienda nchi zingine $400,000. Sasa jiulize, sumu ya nyuki kwa nini inauzwa bei kubwa? Sasa mimi nakuwa nafanya kazi na wazungu na walimu wangu ni wazungu ambao wanafuga nyuki Ufaransa. Wanakuambia sumu ya nyuki ina aina 3 za protini ambazo zinaua kabisa vimelea, virus hata ukimwi katika mwili wa binadamu. Leo hii ukienda Wizara ya Maliasili na Utalii na Nane au maonyesho Sabasaba, wanaweka banda wanang'atisha nyuki. Nafikiri mmeona. Sasa unapong'atisha nyuki ina maana kwamba ile sumu ina aina ya protini inaitwa meritin, inatembea kwenye damu, ikikuta kiusi chochote inakiua. Unaona? Kwa hiyo tayari ukiona umwa na nyuki 3 kila mwezi, ndani ya miezi 6 kapime aina ya virusi kati ya mwili wako, utakuta vimepungua au vimeisha kabisa. Lakini hawasemi hiyo teknolojia. Unaona? Ni nyuki wamegundua ndio wanatibu virusi vya malaria, HIV, kansa, magonjwa yote ya stroke. Mtu ambaye ameparalyze ukimumisha nyuki mkono unanyooka. Yuko mtu pale Vineyard Church pale Itamba amepona, nimemtumia tiba yangu mwenyewe na amepona kabisa na limas, alikuwa ameparalyze. Kwa hiyo kutumia sumu ya nyuki tayari kapona na analima. Kwa hiyo sindano zake zinachomwa pale Chuo Kikuu cha Mbeya Musti, wanatumia kutibia, ni shilingi $500,000 hiyo sindano moja. Kwa hiyo unapewa dozi ya milioni 2 hadi 6 ndipo upone virus wote katika mwili wako. Kwa hiyo ukiniona utachukua namba yangu mwishoni, nitakuunganisha daktari Chuo Kikuu cha Mbeya cha serikali, utaweza kutibiwa virusi vyako vyote kwa kutumia sumu ya nyuki. Kwa hiyo ni teknolojia ya nje. Kuna zao lingine hapa inaitwa pollen, mavumbi ya nyuki. Nafikiri mnajua pollen. Hili ni zao la pili. Hii pollen nyuki anachukua kwenye maua. Anakwenda wakati wa mchana, anaenda kwenye maua kama alizeti, maua yote ya dawa za asili, anakusanya mavumbi yale. Akishayatoa wakati wa uchavushaji, anabeba kwenye miguu yake. Kwa hiyo sisi tunakamata hiyo vumbi kupitia huu mkebe. Huu mkebe unaweka kwenye mlango wake pale anapoingilia. Anapoingia ndani basi inakuwa miguuni inapukutwa. Kwa hiyo jioni tunaweza tukapata vichupa hivi 3. Unakwenda asubuhi unatega, jioni unatoa. Kama unapotega ulanzi ile mbeta. Kwa utatega asubuhi, jioni ukitoa unapata hivi vumbi vichupa 3. Chupa hii inauzwa $30,000. Kwa ukitega asubuhi, jioni una $90,000. Na biashara yako inakuonyesha soko lilipo. Mkebe nauza shilingi $50,000. Unakuja kununua $50,000, unaenda kutega mavumbi ya nyuki. Sasa hili vumbi la nyuki linatibu magonjwa 80. Ukiwa na pressure, pika supu yako vizuri, ikipoa kidogo, weka punje chache. Tayari utakoroga, pressure itaisha. Una ugonjwa wote wa figo, ini, kipanza uso, tumia kunywa haya mavumbi. Wakina baba ndani ya ndoa wana tatizo, tumia vumbi ya nyuki, ni hatari kweli kweli. Kwa hiyo inauzwa gharama kwa wao wenzetu, kilo moja ni milioni 6. Tanzania shilingi $800,000.
inauzwa Dodoma hapa.